kusanda sio ndo tiba, bali kuja kumalizana ndo tiba. Sisi tunaelewana sije? Yani kukimbia sio tiba, bali kumalizana ndo tiba. Kama unapoona mpaka sasa hivi yani hata wenyewe bodi ya ligi wanaona aibu ule mchezo na kwaje waliuahirisha. Na hii kilichotokea kule kwa Lawali watu wameona. Tumeona Lawali kasanda, mwisho siku walokwenda uwanjani naona kachukua pointi 3 muhimu. Uongo ndugu zangoni. Kwa hiyo hata sisi ile tarehe 8 ilitakiwa tuchukue pointi ngapi? Pointi 3 na magoli kama yote. Ilitakiwa tuchukue pointi 3 na magoli 5. Mwisho siku mpaka sasa hata bodi ya ligi wenyewe wameshakubali, mpaka jana ile mimi nimesikiliza bodi ya ligi wameshakubali kwamba watoto wa Mudi walikiuka baadhi ya vipengele. Moja, wakati wanakwenda ile tarehe 7 kufanya mazoezi katika uwanja Benjamin Mkapa, hawakutoa taarifa kwenye bodi ya ligi, hawakutoa taarifa kwenye mwenyeji ule mchezo ambao ni Yanga, hawakutoa taarifa kwa meneja wa uwanja. Kwa sisi tunaiatia ile kamati ya masaa 72. Kwa sisi tunaangalia michezo ambayo inayofuata mbele yetu. Lakini niwaambie ndugu zangu waandishi wa habari kwamba mchezo ule watawalanena na uishi umeshaisha. Kwa sisi tunatutambui, bado tunaangalia michezo itakayofuata. Kama unapoona FA Cup, mimi ndo bingwa mtetezi. Mtoto wa Mudi jana kaja kucheza na timu ambayo inashiriki kwenye michuano ile ya wanasema timu ya serikali za mitaa, kwa sababu timu ukiangalia hata kwenye ngazi ile ya timu ambazo zipo kwenye championship haimo. Kwa sasa nimemfuata mai wangu kama unavyoona hata kwenye ligi kuu. Nimemfuata kule Bonjo. Ile tarehe 9 nimemfuata kule Bonjo. Mwisho siku kakimbia. Kwa sasa nimemfuata kwenye hatua 16. Kama ingekuwa inawezekana, ningewaomba bodi ya ligi mtoto wa Mudi sikaingia kwenye hatua 16. Nilikuwa namuomba mtoto wa Mudi aenda kanipange naye kwenye hatua 16. Ila mimi najua kurukaruka kwa Malage ndio kuiva kwake. Najua nitakutana iwe robo finali ama finali. Kwa hiyo wanakuambia kwenye kichaka hiki wazungu wanakuambia no street not surrender, hakuna kusanda. Mimi najua mtoto wa Mudi ndakuja kukutana naye tu kwenye michuano ya FA, lakini kwenye ligi kuu tusitaki kukudanganyana. Si kwenye ligi kuu kule mechi ile imeshaisha kama inavyojulikana sheria ya mwaka 1938 bara 38 kifungo nywi inasema mwenyeji kafika uwanjani, mgeni ameshindwa kufika. Huyu alokufika uwanjani ambaye ni Dar es Salaam Young Africans. Mimi nikiwa panda za majoe kule nilipata taarifa TFF wametoa barua ya kwanza kwamba ilikuwa saa 5 hiyo. Wanasema mchezo uko pale saa 5 asubuhi hiyo. Nimetoka Majue inafika saa 8 Benjamin Mkapa, inakuja barua ya pili kwamba mchezo umeahirishwa. Lakini mimi nazingatia barua ya kwanza. Barua ya kwanza ilisema mchezo uko pale. Barua ya pili wanakuja kusema mchezo umeahirishwa. Kwa hiyo tuambie bodi ya ligi wafuate sheria ya mwaka 68 ibara 38 kifungo nywi. Inasema asiyefika uwanjani ale rungu. Mimi naona mtoto wa Mudi anahamwa kwenda kucheza championship. Lakini wanasema endapo ukitaka pointi 3 si lazima na marefali waweze kufika uwanjani. Refali Ahli jana hawajaingia uwanjani, marefali wameingia uwanjani, watu wamekaa dakika 30. Mwisho wa siku Zamalek wamechukua pointi 3. Young Africans walikuja uwanjani lakini marefali hawakuepo. Pointi 3 inawezekana ukazipata vipi? Mimi nilipofika saa 8 nijaribu kuzoom kupitia hii kamera hapa, nijaribu kuzoom Arajiji alifika uwanjani. Ila sema alizuiliwa mlangoni. Sisi tunaelewana zaje. Sisi tunachokijua refari alifika lakini kwenye picha alishindwa kufika. Yale ni mipango ambayo imepangwa. Mtoto wa Mudi anashindwa kujitetea. Kwa sababu yeye alikuwa na timu mbovu, alikuwa na majeruhi wengi. Ameshindwa kuzungumzia kwamba alikuwa na majeruhi wengi. Mwisho wa siku anakuja kusingizia anasema kwenye ile mchezo hakwenda kwenye mazoezi. Sisi tuambie bodi ya ligi kwamba mchezo wa tarehe 8 umeshaisha. Kama jezi ya Yanga inavyosema, daima mbele nyuma mwiko. Mchezo mwingine akitupangia tarehe nyingine, si hatutambui. Tunataka pointi 3 na magoli 5. Sisi ndio. Asante sana. Asante sana.